Mimi nimeshangaa sana. Huyu mama Minji amekuja hapa akasema maneno nikafikiria imeenda kwa siasa. Lakini akaniambia ya kwamba hapa Kirinyaga mtu ya bodaboda ni mkulima ya kahawa. Mama mboga ni mtu ya mkulima wa kahawa. Pasta ni mkulima wa kahawa. Wale wa Kristo ni wakulima wa kahawa. Hata wale hawaendi kanisa ni wakulima wa kahawa. Ni kweli ama si kweli? Na akaniambia vile vile hawa ndio wale huwa wanapiga kura. Ni kweli ama si kweli? Basi mimi kwanza niko na taarifa, kwa sababu siku hii ni siku ya muhimu sana katika taifa letu la Kenya, na hasa kwa kilimo yetu ya kahawa. Na ndio sababu hiyo niko na taarifa hapa nataka nisome, alafu nitawaeleza mambo mengine baadaye. Leo hapa Kirinyaga, katikati ya eneo maarufu la uzalishaji wa kahawa nchini Kenya, tunaanza ukurasa mpya kwa sekta ya kahawa na kwa kilimo na wakulima wa taifa letu la Kenya. Mpango huu wa kufufua kupitia kahawa kupitia kwa vyama vya ushirika ama cooperatives una lengo moja: kuhakikisha ya kwamba mkulima anapata pesa zaidi. Nyinyi mnakumbuka, ni kweli ama si kweli? Mimi nilisimama hapa Kirinyaga na niliwaeleza ya kwamba mkinipatia nafasi ya uongozi katika taifa letu la Kenya, nitabadilisha mambo ya kilimo, na kilimo itaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaeleze, kwa sababu kila kiongozi atapimwa na ile kazi amefanya. Ndio hapa Kirinyaga mnasema wera warie. Ni kweli ama si kweli bwana? Si ni kweli? Niliwaeleza ya kwamba nitafanya mambo manne ya muhimu kwa sehemu hii ya kilimo. Ya kwanza, nilisema nitahakikisha kwamba tunawasajili wakulima, ndio tuwajue, ndio tuwaelewe na tujue mkulima nani anafanya kilimo ya aina gani. Leo tuko na orodha kamili ya wakulima wetu wote Kenya. Wakulima milioni 7.3 wamesajiliwa. Tukasema ya pili, ile maneno ya mbolea ambayo ilikuwa inasumbua wakulima. Mbolea ilikuwa inauzwa shilingi 6,000 ikielekea 7,000. Nikawaeleza nitaweka pesa ya serikali kupunguza ile gharama ya mbolea. Leo mbolea inauzwa shilingi 2,500 Kenya mzima. Nasikizeni wakulima wa kahawa, mimi najua hapo nyuma hakuja kuwa na mpango ya kamili ya sawasawa mbolea iweze kufikia wakulima. Nimeeleza watu wa KPCU, nimeeleza washirika wote, kwa sababu katika budget ambayo mimi naweka kidole kesho iwe sheria, nimeongeza pesa ya kuhakikisha kwamba mbolea ya bei nafuu inapatikana. Leo kesho mimi natia sahihi pesa bilioni 18 ipatikane ya kuhakikisha kwamba gharama ya mbolea inakuja chini. Kesho, sio siku nyingine. Tunaelewana? Pale 2022 nataka mnisikie vizuri wakulima wa Kenya. 2022 hakukukuwa na shilingi hata moja ya kugharamia kupunguza gharama ya mbolea. Nilianza na bilioni 7, tukaenda bilioni 10,
tukawa na bilioni 13 mwaka huu